Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. China imeipa onyo kali Israel pamoja na Marekani kuendelea na vita na kuishambulia Iran. Jamhuri ya Watu wa China imeionya Israel kuendelea na vita dhidi ya Iran, ambapo imesema mpango wa vita hivyo vinaendelea kuchochea zaidi mgogoro katika eneo hilo la Asia Magharibi. China imetoa onyo kali kwamba kuendelea kwa vita dhidi ya Iran kunaweza kuzidisha zaidi mgogoro unaoendelea katika eneo la Asia Magharibi. Shirika la habari la Mehr limeandika kuwa waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, akijibu mawasiliano ya simu kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Israel, amesema kwamba migogoro na tofauti za kikanda na kimataifa lazima zipatiwe suluhu kupitia njia za kidiplomasia. Wang Yi amesisitiza kwamba pande zote zinazohusika zinapaswa kuzingatia kwa makini mkataba wa Umoja wa Mataifa. Ameongeza kuwa licha ya hatua zilizokuwa zimepigwa hivi karibuni kuelekea suluhisho la kidiplomasia kuhusu suala la nyuklia la Iran, mashambulizi ya karibuni yamevuruga mchakato huo. Amebainisha kuwa matumizi ya nguvu hayawezi kutatua matatizo yote, na akaonya kuhusu matokeo hatari na magumu yanayoweza kusababishwa na hatua za kijeshi za kiholela za utawala huo. Waziri huyo wa China ametoa wito wa kusitishwa kwa mara moja kwa mapigano na akahimiza juhudi za pamoja ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano. Kadhalika amebainisha kuwa kuendelea kwa uhasama kunaweza kupanua mgogoro na kuongeza hali ya kukosekana kwa utulivu katika kanda. Pia amesema kwa mara nyingine tena kwamba China iko tayari kuchukua jukumu amilifu katika kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo la Asia Magharibi. China, mshirika wa karibu wa Iran, imekuwa ikitajwa kwamba ni moja kati ya mataifa ambayo huenda yalipeleka silaha nchini Iran tangu kipindi cha vita vya siku 12 vya mwezi Juni. Hata hivyo, wakati huu pia China ikishirikiana na Urusi zimekuwa karibu mno na nchi hiyo ya Iran. Katika siku ya Ijumaa, taarifa zinadai kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian, huku rais huyo wa Urusi Bwana Putin akidaiwa kwamba amemweleza Rais Masoud Pezeshkian kwamba wao wapo tayari na wapo karibu zaidi na wanapaswa kuelewa chochote ambacho kinaendelea wakati huu katika vita hivyo. Rais Putin katika mazungumzo hayo na Masoud Pezeshkian kuhusu matukio hivi karibuni katika eneo, rais wa Iran amesisitiza njia yetu ni ya kujihami kwa nguvu ili kulinda mipaka yetu na kuleta amani endelevu, huku Putin akisema kwanza anatoa salamu za rambirambi kwa kifo cha kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, akisema kwamba ni kitendo kinachokiuka sheria zote na kanuni za kimataifa kwa kuuawa kwa kiongozi huyo aliyeko madarakani akiuliwa na Wamarekani, na kuongeza kuwa madola ya kibeberu yanajaribu kulazimisha matakwa yao kwa mataifa kwa kutumia mabavu, lakini mahudhurio ya mamilioni ya kishujaa ya taifa la Iran katika kuunga mkono mfumo na nchi yao yamethibitisha kuwa mashambulizi haya yanazidi tu kuimarisha azma ya taifa hilo katika kulinda uhuru wa nchi. Mtazamaji, kimsingi mataifa haya mawili kwa maana ya Urusi pamoja na China ni mataifa ambayo yapo karibu mno na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ikumbukwe mataifa haya ni sehemu katika kile kinachoitwa BRICS, na hivyo katika moja ya mambo ambayo wanayafanya ni kuhakikisha kwamba hakuna taifa ambalo linadhuriwa na taifa jingine kutokana na vita ama namna yoyote ile. Mtazamaji, taarifa zingine zinadai kwamba kuna majasusi wa Urusi na pia kutoka nchini China ambao wamekuwa wakitoa mwongozo wa namna ya mapigano hayo na namna ya kuendeleza vita hivyo, na ambavyo inadaiwa pia kwamba majasusi wa Urusi ndio ambao wanaeleza ni wapi ambapo wapo wanajeshi wa Marekani na kambi zipi za Marekani za kijeshi za kupiga, licha ya kwamba rais wa Marekani hata leo ameulizwa swali hilo, huku akijibu kwamba hilo ni swali la kipuuzi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.